wa kwanza na kuendelea, na tutajifunza habari za Roho Mtakatifu. Roho anauisha, Roho anauisha mpya. Maandiko yanasema sura ya kwanza, sura 8 Warumi. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ulioletao ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru, maana sheria ya dhambi na mauti. Hausema hakuna hukumu ya adhabu juu ya wao walio katika Kristo Yesu. Nani ambaye yupo ndani ya Kristo Yesu? Tuko ndani ya Kristo Yesu. Tunapomwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Anasema hakuna hukumu ya adhabu juu ya wao walio katika Kristo Yesu. Anasema kwa sababu sheria ya Roho, hii sheria ya Roho ni sheria ya Roho ya uzima, au Roho wa uzima ambayo tumepokea kutoka kwa Yesu. Anasema hii sheria ya Roho wa uzima imeniweka mbali na sheria ya mauti, imeniweka mbali na sheria ya dhambi inayopelekea mauti. Kuna sheria ya Roho inayopelekea uzima, na kuna sheria ya dhambi inayopelekea mauti. Ndio maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Kuna sheria ya Roho ambayo inazaa uzima ndani ya mwanadamu, na sheria ya mauti ya dhambi ambayo inazaa mauti ndani ya mwanadamu. Unapotenda dhambi unajisikia Alo? Ulimwengu ni ulimwengu wa kanuni. Labda niwaeleze, tumejifunza hapa. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa kanuni, ni ulimwengu wa sheria. Kwa nini nazungumza? Sheria inazingatiwa. Ukipuuza sheria umepuuza ukipuuza sheria umepuuza baraka zako. Kwa nini? Anasema sheria ya uzima imeniweka huru. Sheria ya Roho iletayo uzima imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi iletayo mauti. Ukidharau sheria ya Roho ambayo inaleta uzima ndani yako, utapokea sheria ya dhambi inaleta mauti ndani yako. Kwa hiyo mauti hautaepuka, kwa sababu umekataa sheria nini? Ya Roho. Kwa hiyo ni heri kupokea sheria ya Roho ili upate uzima ndani yako, na kuikataa sheria ya dhambi iletayo nini? Mauti. Ukikubali sheria ya Roho inaleta uzima, maana sheria ya dhambi inaleta mauti, haitokufunga, haitokuendelea, haitoleta madhara kwako. Kwa hiyo tambua mwana, hawezi tukatembea katika hizo sheria zote mbili. Hawezekani. Leo uwe mweupe, kesho mweusi. Hawezekani. Wewe lazima utembee katika sheria moja. Aidha ni mauti au ni uzima. Sawa, uzima ya sheria ya Roho ndani yetu inazaa uzima. Uzima tunaopata kwa Roho na wa Mungu. Roho, uzima tunaopata kwa Roho na wa Mungu. Kwa hiyo ulipokuwa katika dhambi, ulitumikishwa na dhambi, tukabeba mauti. Tulipokuwa katika dhambi, tulitumikishwa na dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo tulinenewa sisi, tulikusudiwa sisi kufa na kuangamia, kwa sababu sheria inataka uhalali wake. Sheria inataka haki itendeke. Sheria inataka haki itendeke.
Kwa Roho alipozama ndani, akauisha miili yetu, akatutengeneza upya, akatuponya, akatupa uhai. Hali ya mauti, hali ya kifo ikaondoka, tukapata sheria, tukapata uhai katika Roho wa Mungu. Ili utembee katika uhai halisi, asema utembee katika madhihirisho ya Roho wa Mungu mwenye uhai. Yani yule ambaye anainenea sheria ya uhai ndani yako ni Roho wa Mungu. That's why anataka akae ndani yako, ili uone uhai ukidhihirika katika maisha. Kwa hiyo chagua uhai. Maana yake unachagua nini? Roho Mtakatifu. Anasema maana yale yasiowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Kwa yale yasiowezekana kwa sheria, kwa maana sheria ilikuwa dhaifu kwa namna ya mwili. Iko hivi, anachomaanisha ni hiki: tulikamata sheria, lakini sheria haikutusaidia kushinda dhambi. Usiibe, usizini, usidanganye. Sikuwa sheria zimeandikwa. Kila mahali unapokwenda kusoma au kutembelea, utakuta mahali hapo kuna utaratibu wake. Taambia bwana usifanye moja mbili. Ukifanya hayo umekiuka nini? Utaratibu wa sheria wa mahali. Na ukikiuka unapata adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini unapata adhabu? Unajua kwa nini? Kwa sababu sheria. Kwa nini sheria isikusaidia kushinda hiyo adhabu? Kushinda hiyo usipata adhabu. Yaani kuepusha sheria, kwa nini isikuepushe usipata adhabu? Wangapi washafanya mistake? Maisha mzee, wangapi washafanya? Wakati unakosea kujua mimi nikosa. Unajua, kwa nini nimekuletea kwa mzee? Sababu sheria ni dhaifu kushinda dhambi. Kwa sababu sheria haina nguvu ya kuzuia nini? Sheria haina nguvu. Anasema maana yale yasiowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Yani inapokuja swala la tamaa ya mwili, sheria haina nguvu ya kuzuia. Sheria ina nguvu ya kuzuia. Ila anasema Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika ufalme mwili ulio dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Na Yesu alimaliza dhambi, alifuta dhambi, aliondoa dhambi kwa mwili wake. Ulitolewa sadaka ili dhambi hiyo isiwe wazo na kowa katika maisha ya wote ambao watamwamini. Yani yeye alishinda dhambi ili sisi tushinde nini? Yesu alishinda dhambi ili tushinde nini? Yesu alishinda dhambi ili sisi tushinde uzima. Hakuna ambaye anapambania kushinda dhambi. Ni neema ya nani? Unaishinda dhambi pake. Ongeza neema ya nani? Unapokubali badiliko ndani, ile neema ikaingia ndani, kaleta badiliko, ndio unakuwa mjasiri na shujaa kwenye nini? Kwenye dhambi. Nikiwa mahali kuna sheria na kanuni unazozijua huko unafahamu, haziwezi kuzuia wewe kutenda dhambi. Haziwezi. Ila Roho anapoingia ndani anakusaidia kutenda nini? Dhambi. Utaratibu uliojiwekea, kanuni ulizojiwekea, utaratibu uliopita wewe, sheria ambayo umezikuta wewe, hazikufanyi wewe kukusaidia wewe kushinda dhambi. Ila Roho anapoingia ndani anaubadilisha moyo wako, ndipo unashinda nini? Dhambi. Sheria zipo kale na kale, na magereza yako kale na. Kwa nini kama sheria zipo tangu kale, kwa nini magereza yako? Kazi ya magereza ni kuhifadhi watu ambao wameshindwa na nini? Na sheria. Ulipoiba vya watu ulijua kabisa ni kosa, ndio maana ukajificha. Ingelikuwa sio kosa, kitu cha ambacho cha amani huwa ni cha dharau, cha kujificha hicho hakina nini? Hakina baraka. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo tunapata kushinda. Kwa nini? Kwa sababu miili ni dhaifu, lakini tunapata kushinda kwa sababu ya Roho ambaye analeta mabadiliko ndani, ambaye anakuja kuhuisha miili, anakuja kuhuisha roho za kina. Ndio nasema hivi, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu, sisi tusionekana tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiria mambo ya mwili, bali wale wafuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Yaani naombi, lakini wale wanaofuata Roho huwa wanaanza na kufikiri mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima. Nia maana yake kusudi la Roho ni uzima, kusudi la mwili ni mauti. Kubali kutembea na Roho Mtakatifu ili auishe ndani wako. Hakuna shujaa katika dhambi ambaye anaweza kushinda dhambi kwa akili zake, ila tunauishwa na kutengenezwa na kuweza kushinda kwa Roho naye Mungu, kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo kama unataka badiliko la maisha yako, kubali kutembea na Roho Mtakatifu. Akae ndani yako, tena akae ndani yako kwa upya. Usiwe na roho ya jana. Mungu ni mpya kila siku. Anasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Nia ya mwili tamaa, hasira, chuki na madoa, ushuhuda, uchungu, kutokusamehe, mauaji, uzinzi. Hiyo ni nia ya Mungu, wala sio ya Roho, na wala sio tunda la Roho. Hayo ni mambo ya mwili, na hayo ni uadui mbele za Mungu. Sababu ni mambo ambayo yamepingana, yamepishana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asema wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Hawawezi kumpendeza. Wafuatao mambo ya mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwafuata Roho. Lakini mtu yeyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Umeelewa hiyo sentence? Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwafuata Roho. Lakini mtu yeyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si. Kwa hiyo chapa ya kumilikiwa, chapa ya kutawaliwa ni Roho Mtakatifu. Huyu ndiye anakuliwe, huyu ndiye pauliwe. Wewe ni wafaa, unaitwa na faa kwa kulifaa, kwa kulisikia jina lako, kwa kuiona tabia, kuona maneno yako, kabila lako, tabia wenu wa maarifa. Na vivyo hivyo Roho wa Mungu anapokaa ndani yako, maana wewe ni mali ya Mungu. Wewe unamiliki Mungu. Mvulete ufuati mambo ya mwili. Roho ambaye ni muhuri wa Mungu kwa mwanadamu yuko ndani yako. Kwa hiyo ina maana mwenye Roho wa Mungu, huyo ni mali ya Mungu. Mwenye Roho wa Mungu anatawaliwa na Mungu. Mwenye Roho wa Mungu anamilikiwa na Mungu. Kwa kama Roho iko ndani yako, jiulize maswali. Na uwezi kushinda ulimwengu kama Roho iko ndani. Roho Mtakatifu asikae ndani. Mwacha nikueleze kitu. Ungapi ushamuona jambazi? Jambazi ushamuona, si ndivyo? Moja kati ya tabia au asili alionayo jambazi ni ukatili. Ni kweli? Ni ukatili. Nikuulize swali. Hivi nafikiri kwamba yule na ukatili wake amezaliwa nao? Anazaliwa nao? Okay, sawa. Unatokea wapi? Okay. Ile roho ya usinzi,
roho ya ulevi. Unafikiri mtu amezaliwa nayo? Kama mtazaliwa nayo, unafikiri mtu uzinzi ni jambazi. Iko hivi, duniani roho haiwezi kufanya kazi bila Mungu. Sawa? Kwa roho zinaingia ndani ya Mungu ni kufanya kazi. Ndio maana tunaitwa. Unapoitwa Mungu anakaa ndani yako. Roho anakutumia. Bwana Yesu asifiwe. Duniani pia kuna watu wameitwa. Wako ambao kwenye sekta uzinzi, uchawi, uwachi, wizi, ulevi na kadhalika. Si ndivyo? Wale watu wanaongozwa na roho za uzima. Ndani yao kuna roho za uzima ambazo zina drive maisha. Zinaongoza maisha. Na wewe ambaye ni mtu una roho mtakatifu ndani yako ambaye anaongoza maisha yako, ndicho ambacho kizungumza. Anasema sina roho huu, usi wa. Maana yule ambaye ni wa Mungu ana roho nani? Wa Mungu. Na shetani pia wana roho nani? Na shetani. Mtafuta mtu ambaye angekaa kwenye mambo hatakwambia anatamani kuacha kisi uwezo kufanya. Kwa sababu sio kwa uwezo wake. Unaona ni yake anafanya mtu. Sasa mimi nimejaribu kuacha udevu na Yesu. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho ndani amenifanya afanye haya. Wakati mwingine anamaliza anarudi kwenye majuto kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Majuto kweli kweli. Ushamdanganya. Halo. Ushamdanganya. Baada ya kudanganya unasikiaje moyo? Hatia. Unaona? Hatia tu. Unapona kwanza. Yaani umekasirika kweli. Alafu baadaye unarudi kwenye fahamu. Simetenda nini? Kosa. Ndio Biblia inakabisha sema usikie na sisi tutadoa kufanya. Hata mtu wa kushuka. Kwa nini? Kwa sababu hayo ndio hajalusikia. Show roho mchafu. Amfakaza. Umetenda jambo, umeweza kusamehe, kuna roho ambaye imekamatilia hilo jambo. Haibwela uwezi, hauwezi. Yaani wewe haiwezekana. Make sure 10 minutes. Yaani haiwezekana. Lazima kuwa na nguvu ambayo inagongoza. Unaona hii ni simu? Ni simu. Pamoja na muziki iliyokumu, pamoja na videos ambazo ziko, pamoja na games ambazo yamkini ziko, pamoja na calculator ambayo iko, pamoja na internet ambayo iko, pamoja na picha nzuri ambazo zimepigwa ziko ndani, pamoja na vitu ambavyo vizuri na vifahamu viko ndani ya simu, kama haina charge, useless. Hello, kama haina charge, useless. Haina maana. Na wewe kama hauna roho ndani yako, ni useless. Wala tushangae matusi kwanza. Wala tushangae ushuhuda kwanza kutokea. Wala tushangae wana mambo magumu yanatendeka kama hakutarajika katika maisha yako. Kwa sababu roho haiko ndani. Mwache roho akae ndani yako. Mruhusu roho akae ndani yako. Mruhusu roho aongoze maisha yako. Mambo ambayo unafikiria ni magumu yatawezekana tu. Halo. Alisema, lakini ikiwa roho Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamuifuati mwili, bali mwafuata roho. Ikiwa roho Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili. Hamko driven na mwili. Mnaongozwa na roho. Bali mwafuata roho. Lakini mtu yeyote asipokuwa na roho ya Kristo huishi wapi? Hauna roho ya Kristo, hauna kumilikiwa na Mungu. Unataka kumilikiwa na Mungu, mkaribishe akaenda. Amtembee na wewe. Na sema tuone madhihirisho. Sasa Mkristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa ya dhambi. Msikia? Anasema kama roho wa Mungu yuko ndani, miili yenu imekufa kwa nini? Kwa dhambi.
Anamaanisha roho akiwa ndani huwa anaua tamaa ya nini? Ya mwili. Kwa mwili unakosa nguvu ya kutimiza matakwa yake ya dhambi. Halo, ana maana hii. Roho Mtakatifu akiwa ndani huwa anauisha mwili. Anamuisha. Kuisha maana kufanya kwa kuua ni kukuangamiza. Sio hivyo? Yaani kutoka kwenye kuwa utumie lugha hii. Kuwa maana yake kutoka kwenye hali ya kuwa sasa, si ndivyo? Kujitambua, hali umekufa haujitambui, si ndivyo? Anasema kuisha maana yake kurejesha kujitambua. Roho huwa anamrejesha mwanadamu kwenye kujitambua, anamrejesha kwenye kujifahamu, anamrejesha kwenye ushindi, anamrejesha kwenye mambo yaliyokusudiwa na Mungu katika maisha. Kwa hiyo roho anapokuwa ndani huwa anakutengeneza mpya, lakini anaua mwili. Halo, nikamtana mzee mmoja ananiambia mimi miaka 2000 mwanzoni nilikuwa mlevi sana. Nilikuwa mlevi na nilicheza familia yangu. Anasema niliwasubua sana. Wanawake sana. Na mjozi una mlevi na sasa. Ni mabaya. Anasema ni siku hii moja ilibadilisha maisha. Nilikuwa nikisikia harufu ya pombe na tapika mpaka leo. Anakuambia nilikuwa nikisikia harufu ya pombe na tapika. Bwana Yesu asifiwe. Swali. Ungembaya. Msangwa na mwanzo sio kama hivi. Kwani alikuwa na hiyo, mbona unaona mbaya? Kwa nini sasa hiyo ni mbaya? Kwa nini sasa imekuwa mbaya? Kwa sababu roho amejaa ndani, ameua kiu ya nini? Ya pombe, tamaa ya uzinzi, tamaa ya ulevi, ameua kiu ya mauaji, ameua chuki, ameua usuda, ameua roho ya kubeba mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Kubeba machungu. Halo. Kama unataka mtu wewe, niangalie machungu. Kama unataka mtu mpya wewe, mbadilishe roho. Utasema mambo ambayo kwa magumu yanawezekana. Mambo ambayo ulijaribu kuyafanya yakakwama, yakashindikana, utaona kwa namna nyepesi sana yatawezekana. Kwa sababu hii wala si mfuta mwili, ni roho ingia ndani abadilishe. Anatoa meza ya chuki kuleta meza ya furaha, kwa sababu ni tunda la nini? Kwa hiyo miili imekufa. Wangapi miili imekufa? Hey. Je, mwili wako umekufa? Bado unatamaa. Mwili lazima ufe. Ndugu zangu, sio akili. Mkalishe roho auwe. Kalishe roho. Hauna roho Mungu. Wewe si mwana wake. Na Biblia inasema mwache roho Kiswahili cha ajaye abubujike ndani yako. Roho ajaye ndani abubujike akutengeneze. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ni vigumu na vimefunga milango yako ya baraka. Mwache roho aingie ndani, azibue. Maji yatoki yote, tuzibue nini? Mabomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maji yatoki wote, tuzibue mabomba. Aisa. Na kesho tu ndani yenu mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho i hai kwa sababu ya haki. Mwili imekufa kuna kutenda dhambi, roho imeuishwa kwa ajili ya kutenda. Tutaona namna unavyompenda Mungu, tutaona namna unavyojitoa kwa ajili ya Mungu, tutaona namna ambavyo unaishinda dhambi, tutaona namna ambavyo unatengeneza furaha badala ya chuki, tutaona namna ambavyo unasimama katika utumishi baada ya kukataa na kususa. Mimi bwana, kwani mimi peke yangu?
ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake aliyekaa ndani yenu. Halo? Alisema yeye ambaye alimfufua Yesu katika wafu, aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Sikiliza vizuri hapa. Miaka ya zamani hapa palitikisa akili. Miaka ya zamani ilikuwa 2015. Palitikisa. Nisikilize vizuri nilichokielewa. Anasema, look at me. Niangalie. Roho alimfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Ndani yetu, sio? Tumempokea Roho Mtakatifu. Sisi ni kama Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Anasema huyu alimfufua Yesu katika wafu ataiuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Yesu alishinda kifo na kaburi na mauti, sio? Alishinda. Kuna roho aliyeshughulika. Huyo roho aliyeshughulika kumfanya Kristo kuishi. Sawa? Ndio huyo ambaye alitumwa. Baba hajakiki. Roho alishuka, malaika wa Mungu alishuka kutoka mbinguni, akaliondoa jiwe katika lango la kaburi, sio? Ghafla maandiko yanasema akakata roho. Akaliondoa jiwe. Wanafunzi walipokuja kuangalia walikuta matambaa, hawakukuta mwili wa nani. Alikuwa tayari amefanyaje? Amefufuka. Sivyo? Alizikwa amekufa. Tunaamini Yesu alikufa. Ndio imani yetu ya Pentecost. Lakini alifanyaje? Alifufuka. Sawa? Kwa anasema hivi kufa kwa Kristo na kufufuka, roho alifanya kazi. Huyo roho alimfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yako. Biblia inaeleza. Kagwezi aliyekufa kufufuliwa. Lakini roho alifanya kazi ya kumfanya aliyekufa kuishi. Huyo alifanya aliyekufa kuishi anakaa ndani yako. Halo? Aliyefanya aliyekufa kuishi anakaa ndani yako. Umeelewa? Ni kweli anakaa ndani yako. Huyo ambaye alimfufua Kristo katika wafu anakaa Roho Mtakatifu. Kama anakaa ndani yako, ataiuisha na mwili wako ulio katika hali ya kufa, atauisha, ataufanya kuwa ni mwili wa kufa, anaufanya kuwa nini? Ni mwili wa kufa, anaufanya kuwa sasa iko hivi. Huu mwili unarudi wa mbele. Manake ni mwili wa kufa. Kufa manake ni kuteketea, kupotea. Huko duniani unakusudia na Mungu, sivyo? Inaota kansa. Kati ya kansa na mwili wako, kipi kinatakiwa kufa? Kati ya madonda ya tumbo na mwili na utumbo wako wewe, kipi kinatakiwa kufa? Bado. Kati ya HIV na damu yako, kipi ambacho kinatakiwa kufa? Na seli zako, kipi ambacho kinatakiwa kufa? Sababu ukiruhusu seli zife, maana yake umeondoka. Ukiruhusu kansa yote mwili mzima, maana yake umefanyaje? Ukiruhusu madonda yatafune ukubwa mzima, maana yake umefanyaje? Imani yako isimame, ujue kwamba ndani yangu alimfufua Kristo katika wafu, atauisha na mwili wangu, atauisha mwili. Yani ni ugonjwa umeingia, ugonjwa utokea ufani, lazima uwe mgonjwa kwa imani, sawa, kwa roho ambayo yuko ndani yako, ili mwili uishi. So ulimwengu ambao tunao ni ulimwengu kimoja kiishi, kingine kipote.
Hey! Ulimwengu tulionao, kimoja kiishi, kingine kifaye, kipotee. Kufanikiwa maana yake umeua roho ya ufukara, umepata roho ya utajiri. Halo? Kuwa fukara, umeua roho ya utajiri, umepata roho ya ufukara. Chagua hilo. Upofu, umeua roho ya kuona, umepata roho ya nini? Ya upofu. Uwe upofu, upate roho ya kufanya ya kuona. Mtu anaelewa. Mtu anaelewa. Yani kufeli ni roho. Unatakiwa ife, ili wewe usurvive katika ushindi. Halo? Maandiko yanasema, nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba huu, wala malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa. Hilo kanisa litashinda, wala halitoshinda. Kwa nini? Kwa sababu roho wa uzima yuko ndani ya kanisa. Amen. Roho Mtakatifu yuko ndani ya kanisa. Amen. Kazi yake ni kuuisha. Huduma zinauishwa, ndoa inauishwa, afya inauishwa, uzao unao, yani tabia. Haisei, hakuna fundi kama Roho Mtakatifu. Hakuna fundi mwingine bingwa kama Roho Mtakatifu. Mkaribishe ndani. Wamkaribisha, utasimulia ninachokisimulia. Hata mimi nilikuwa kama wewe. Nao ninasimulia habari za matendo makuu ya ajabu ya Mungu. Ya ajabu ya Mungu. My God, nilikuwa mgonjwa mimi. Unaniona nilikuwa mgonjwa mimi. Biblia ile pale atawasimulia. Kila mwisho wa mwezi nilikuwa narosi. Ni mateso ni raha. Mateso. Kaona ya kumbatia mama, ya hili langu. Hello, look at me. This is mine. Na mama, hili langu niacheni tu nife na nini? Unajua ni imani yako eti. Tutakuacha kadri uonavyo. Unavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Tutakuacha tu. Sasa tunakusaidiaje? Sababu kinachokuponya ni imani yako. Nitaomba na wewe, kama kuna imani ndani ni bure. Kila mwendeaye lazima amini kwamba yeye, kila amwendeaye lazima amini. Kila mwendeaye lazima amini. Kila mwendeaye lazima amini. Unaamini? Hivi unaamini roho iko ndani yako? Hivi unaamini mbingu, roho wa Mungu ni Mungu? Mungu akiwa ndani yako, maana yake mbingu ziko ndani. What are telling me? What is impossible? Niambie nini ambacho ni kigumu, hakiwezekani. Tell me. Ukiniambia, nami nitakwambia yeye ambaye anabadilisha yasiyowezekana kuwezekana. Yuko anayebadilisha yasiyowezekana kuwezekana. Yupo. Walikuwa makahaba, leo ni wainjilisti wako. Walikuwa vipofu, wanaona leo. Walikuwa vilema, wanatembea leo. Mambo ambayo hayakuwezekana yanawezekana. Sio wakati wa bahari ya Shamu, hata leo yana. Amekuja dada. Umemwona asubuhi? Miaka mingapi? Asa, miaka mingapi? Amemwona wewe? Miaka 5. Amemleta mtoto aje. Alikuwa ni sanamu. Bonge la mwanaume, bonge la mzuri. Bonge la handsome. Bonge la handsome. 5 years. Ametoka huko wilaya nyingine kabisa. Anakuja. Yasiwezekana. Roho anafanya kazi. Kwa hiyo kubali, jua, tambua, pokea. Mwambie kana ni yangu. Mwambie nisaidie. Mwambie nibadili. Kiu yako ndo badiliko lako. Kiu, njaa yako ndo shibe yako. Kama una njaa, hakuna kushiba. Kama unahitaji ya Roho Mtakatifu, hakuna badiliko. Mwache roho akae ndani. Hata wa ugumu, roho na yeyuko. Roho akiwa ndani ugumu unafanya maisha. Ibada kituo cha polisi, wewe ndo utakuwa kwenda kufunga mlango. Wewe huyo unaniangalia, utakuwa sio mwisho ibadani. Sio mwisho ibadani, wewe utakuwa kwanza kufunga mlango. Mwache tu mwanaume aingie ndani, alafu uone kama utakufa maskini. Ukiwa kwanza kufungua mlango zaidi ya mchungaji, tuone kama watoto watakufa bila kusema. Tutaona kama utakufa wewe. Tutaona. Sasa hivi unaona kama maisha ni mzinga ubao. Bado hujapona mtu hujamtulia bado. Na anakuangalia tu.
Hata siku akili zarudi wapi? Inarudishwa na roho. Halo. Wapi? Utegemeze. Jioni wewe ni nani? Angalia. Tambua uhitaji wako ni upi. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie. Mwambie kuibeba mzigo hizi. Sasa tunaongea. Unajua Roho Mtakatifu ni neno lako. Nyumba yako haiwezi kuwa chafu. Magonjwa ni chafu kwenye nyumba. Halo. Amasa. Magonjwa ni uchafu kwenye nyumba ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Uchungu ni uchafu kwenye nyumba ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Na mambo kama haya. Mwambie mtu nataka nikutumikie. Nikutumikie. Na sio kutumikia na afya ambayo iko vizuri. Uchumi ambao uko vizuri. Haiwezekani. Mungu anasema nisome lazima. Yaani mlango uonekane na kila lazima nisome. Wanakucheka mkudharau na kisa lazima ufanye nisome. No. Maana sasa utakuwa kichwa si mkia. Weka na Roho Mungu afuone kama utabaka kule. Wenye Roho Mungu huwa wanakubalika. Wenye Roho Mungu wanakubalika. Yaani Roho ana tabia kumweka mtu juu ya gani. Afikira anapita anafanya. Waliokukataa watu wakimbia. Labda sio Roho wa Biblia. Roho wa Yesu. Alifaa Kristo katika wafu. Anasema basi kama ni hivyo Mungu, tuwadeni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, tunataka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, dawa ya kufisha matendo ya mwili ni nani? Ni Roho. Anasema mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Mkiafisha matendo ya mwili kwa kumkamilisha Roho, au kubadilisha kuishi, na kutengeneza upya, maana yake umechagua kuishi. Kwa kuwa watu wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa mkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mmepokea roho ya kufanywa wana, ambapo kwa hiyo zalia Aba, yaani Baba, Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zenu ya kuwa sisi tu watoto wa nani? Kama tu watoto basi tu warithi wa Mungu, warithiwa pamoja na Kristo, na mkiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Wewe ni mali ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Mkaribisha kae ndani. Karibisha kae ndani. Nguvu ya Mungu itembee nayo. Mafuriko ya zamda. Mafuriko. Maandiko yanasema mstari wa 26, akazenda Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe kutuombea kwa kuugua kusiweza kutamkwa. Roho mwenyewe kutuombea Baba kwa kuugua, yaani tunakuwa na mkusu wa Roho. Unaomba si kama unaomba kwa akili zako. Roho anachukua nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuongoza kwenye maombi. Unaona kuna umetiwa kwenye maombi. Unaomba mpaka unashangaa. Unakumbe Roho amezama katikati. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaomba dakika 10 umechoka msizii. Ndio. Wangapi walitoa na usingizi? Kama unasikia umechoka, niko hapa. Sio umechoka. Dakika ngapi? Dakika. Kama unaombea chakula, Baba bariki chakula, amen. Ukiongeza hapo mbele safari yako. Halo. Nakata masafa na kushtuka. Kwa sababu moja. Roho Mtakatifu unakata masafa. Unanena kwa lugha. Unaomba kuna neno ya lugha yako mpaka unashangaa. Watu wanasema unakuaje? Roho amechukua nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi,
na yeye aichunguza mioyo, aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa kuwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Roho anafanya kazi ya kukuongoza kwenye maombi wale ambao watakatifu kama vile mapenzi ya nani? Ya Mungu. Wakati mwingine unaomba watamaza, lakini Mungu anaingilia tu. Unaomba sasa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Wakati mwingine kuna mtu mmoja anayekutana naye yuko nyuma. Halo. Mungu ana tabia kukuponya kwa sababu watu wamekucheka unaomba. Mungu ana tabia kukubariki kwa sababu watu wamekucheka ni maskini. Mungu ana tabia kukubariki kwa sababu ni mapenzi yake fanyeje? Kwa sababu yeye ni mchungaji, maana kwa sababu Bwana ndiye mchungaji, sitopungukiwa. Kwa Mungu angalia interest zako. Angalia sijui unajua, ndio maana kuna nyimbo zingine wasizipendi. Nibariki waone, nimebarikiwa. Ubariki. Mungu akubariki, watu wao wamekubariki. Mungu sio Mungu wewe. Mungu haina interest. Mungu anaenda na kusudi. Yaani Mungu akubariki kwa matamanio yako ili watu waone kwamba na wewe amai. Hata hivyo Mungu hakubariki ili wewe jibu la maadui zako. Kutoka kwa Mungu anajitukuza mwenyewe kwa maadui. Yaani Mungu hakutukuzi wewe kwa maadui. Mungu anajitukuza yeye mwenyewe kwa adui zako. Mnaelewa vizuri? Kwa hiyo Mungu anakuongoza sana mapenzi ya nani? Ya Mungu. Hata unapoomba wewe Mungu mapenzi yako. Yesu anasema mapenzi yako faida. Nje kiko. Lakini mapenzi yako yatimizwe. Kama ni kukimwea, nikimwea. Kwa ajili yako. Wakati ndio utapita kwenye matatizo. Ni kwa sababu Mungu atakalichukuse katikati. Utapita kwenye njia kwa sababu Mungu atakalichukuse. Utapita mahali kwa sababu Mungu atakakutoa hapo. Yeye atukuzwe, yeye atukuzwe. Watu wakikuona wewe waseme hakika Mungu yupo. So, huyu mama ana akili sana, yeye biashara sana. Mungu I say, huyu mama ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale wanaoitwa kwa kusudi lake. Tunajua Mungu huwa anafanya kazi pamoja na wale wampendao kwa ajili ya kuwapa mema kwa kusudi lake. Simama kwa miguu yako. Unataka Roho Mtakatifu?